Unayemtazama hapo ni kijana anayefahamika kwa jina la Primus Kiwia. Huyo ni binadamu. Unapoitazama ngozi yake na mabaka, hayo ni majeraha yaliyosababishwa na yeye kuchomwa na moto, huku akiwa amemwagiwa mafuta ya petroli baada ya mafuta ya taa. Wale waliodhamiria kumwangamiza kuona kama hayaleti matokeo ambayo walikuwa wakiyatarajia sana. Kijana huyu yupo kitandani na amejeruhiwa vibaya mno kwa kuchomwa na moto, kukatwa na mapanga na visu, lakini kutishiwa uhai wake, kwa maana matukio yote wakati yanafanyika yalikuwa yana lengo au yamekusudia kumuua au kuondoa uhai wake, kwa maelezo anayoeleza kijana Primus kwa wale waliomfanyia matukio hayo. Mtuhumiwa namba 1 kwenye habari hii ambayo tunaripoti, ambayo kimsingi wa kisheria ingekuwa mahakamani tungesema ina vinasaba vya kuwa kosa la jinai la kuua kwa kukusudia. Mtuhumiwa wa kwanza ni tajiri anayefahamika kwa jina la Donald, ambaye analalamikiwa kwa maelezo ya kijana huyu kwamba alifika Primus katika nyumba yake kwa ajili ya kuomba kazi ya kufanya kibarua cha ujenzi, baada ya kusikia au ya kuona kuna ujenzi unaendelea pale katika nyumba yake. Baada ya kuingia getini, habari ikabadilika. Tajiri huyo kwa kushirikiana na wa vibarua wengine walikuwa wakifanya kazi katika nyumba hiyo kwa kujenga, wakaanza kumshambulia na kusema kwamba ni mwizi ambaye amekuwa akirejea mara kadhaa katika nyumba hiyo na kufanya uhalifu wa kuiba. Kijana huyu amekana kwamba sio mhalifu na hajawahi kufanya shughuli yoyote ya wizi, na akisema ushahidi mkubwa unatoka katika nyumba ya Donald ambaye anamtuhumu kwamba ni mhalifu kwa kuwa kuna CCTV camera. Anasema kwamba ameshakibiwa mara nyingi, basi atoe ushahidi unathibitisha kwamba aliwahi kufika hata tu kwenye nyumba yake humo ndani na kufanya uhalifu wa namna yoyote. Kipigo pamoja na kuchomwa kwa kutumia mafuta ya taa na petroli ni vitu ambavyo utavisikia hapa Primus akiwa anavielezea, lakini pia alichukuliwa akiwa na majeraha na kufikishwa kituo cha polisi. Haijaandikwa shauri lolote katika kituo chochote cha polisi kikielezea kwamba alifikishwa ama alienda kulalamikiwa. Mwisho wa siku akaenda kutelekezwa katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru na tajiri huyo Donald, huku akieleza kwamba amemwokota mtaroni akiwa anapigwa na wananchi na kumtelekeza hapo hospitali. Ndugu alipewa taarifa na kufika hapo, lakini baada ya kumuona amefungua shauri polisi na wanadai kwamba hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa hadi hivi sasa. Shauri hili liko polisi ambalo lina wanasema viashiria vya mauaji, lakini mtuhumiwa anatamba tu mtaani, kama ambavyo hapa kijana Primus anaeleza pamoja na mama yake. Kwa majina anaitwa Primus Kiwia, natokea mtaa wa Siara. Ilikuwa tarehe 28 majira saa 6 mchana mwezi wa 3 2025. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa saa 6 mchana. Nilikuwa naenda maeneo Moshono. Katika kupita mitaa mmoja hapo hivi nyuma Siara, nikakuta nyumba moja ambao mafundo walikuwa wawili na bosi yuko ndani. Sasa nilikuwa na shida ya kazi saa 6 hiyo mchana, nikaenda kuomba kazi hapo ya site. Kuingia tu ndani, bosi akafunga geti, akawaamuru vijana wake wafunge geti. Wakaingia ndani wakachukua mapanga na kuanza kunipiga. Kuanzia saa 6 mpaka saa 11 wanadai wanaibiwaga vitu alafu waizi hawajui. Kwa hiyo wakanifananisha mimi na wanaomuibia. Walinipiga sana na mapanga na kunichoma na moto. Ilipofika saa 11 ndo akanitoa akanipeleka kwa mwenyekiti, akakataliwa. Akanipeleka Central pia akakataa. Akanipeleka Mount Meru akaniacha pale, akasema ameniokota mtaroni, nimepigwa na wanakijiji. Na mtuhumiwa aliyofanya hivi anaitwa Donald. Hao mafundi waliamriwa na huyo bosi wao wanishikilie. Wao walikuwa wanasaidia kuleta panga hiyo mafuta, na walitaka hadi kuchimba shimo wanizike hapo kwake, ila walishindwa. Na wakati ulipofika pale uligonga geti, ukaingia, ulikuta geti liko wazi? Geti lilikuwa wazi na nilisimama kwa nje kama nataka kuingia, wakaniita wenyewe. Nilipoingia tu ndo wakafunga geti. Baada ya kuingia uliwaambia nini na wao wakasema? Yaani nataka kuongea ni wakanirukia mamtama chini. Sijaongea, sijamaliza ngumi, namuelezea kwamba ni jirani kabisa na baba mkubwa wangu.
Anambia baba mkubwa wangu huyo hapo anipeleke, akawa hataki, ndo wakachukua panga wakaanza kunipiga. Wanadai wanaibiwa alafu waizi hawajui. Na wewe kwa nini ulipita eneo hilo? Ulipata taarifa kwamba kuna kazi hapa au huwa ni njia ndio unapita? Ni njia pia ambayo inatumika kupita na watu wengi, na pia hapo nilisikia kuna kazi, nafasi za kazi, maana ni site. Alikuwa anajenga nyumba yake. Alianza kunimwagia mafuta taa, akaona siwaki, akachukua petroli. Ndo akanimwagia, akaniunguza hapa tumboni kote na mgongoni. Kila nikijaribu kujitetea hawanielewi, wanazidi tu kunipiga na mapanga. Walinipiga sana mpaka saa 11 ndo akanitoa, akanipeleka kwa mwenyekiti, akasema ameibiwa. Mwenyekiti akamwambia onyesha ushahidi, maana kwake anao video kamera za kutosha, CCTV kamera yani. Akawa na ushahidi. Mwenyekiti akamwambia nenda Central pia akamwambia fanya hivyo hivyo, akawa na ushahidi. Ndo akanipeleka Mount Meru akanitupa pale, akasema ameniokota. Ilitolewa taarifa yeye hadi RB zimekatwa ila bado hajakamatwa. Wakati yeye amekupeleka polisi kwa nini walimkataa awali? Mimi sijui, ila niliona alikuwa anapiga story na mafande kama yani ana urafiki nao. Maana waliongea sana mpaka ikawa inaenda mida saa 12 hivi. Niko kwenye buti, wamenifunga mikono na miguu. Ya kwake huyo mtumio. Walinikata na panga kichwani, mgongoni, na baada hapo wakaona itoshi, walichukua mfuko wakachoma wakadondoshea mgongoni zile nta alafu wakakwangua na panga. Yaani kubandua. Naiomba serikali imtilie nguvuni mtuhumiwa kwa kuwa si mwanadamu kama wanadamu wengine, ni katili sana. Alikuwa anataka kuniua, hana roho ya ungwana, na bado anazidi kunitishia maisha yangu kwamba nisitoe siri zake kwa vitendo alivyovifanya. Nikitoa siri zake anaweza kagiriki kufanya alichokiahidi. Kwa hiyo naomba serikali itimize wajibu wake, na pia inaonekana ana nguvu ya hela sana, maana RB zilishakatwa ila bado hawamkamati. Siku alikuwa amevaa siku ya tukio hii bukta. Amevaa ndani, kwa hiyo walivua ile track ya nje akabaki na hii. Ndio ilipokea moto ule walivyokuwa wanamuwasha moto. Ndio kwa ameungua hadi sehemu za siri. Kuna sehemu za siri hapo pia aliungua. Kwa majina yangu naitwa Raeli Joseph Sambo. Nilikuwa siku hiyo ya tarehe 28, ilikuwa siku ya Ijumaa. Nikiwa kazini kwenye muda wa saa 10. Nilipigiwa simu. Nikaambiwa unaweza kufika hapa nyumbani. Ndio sasa nikaletwa na toyo. Nimefikishwa hapo nyumbani nikazimia. Nimezimia, wamejitahidi hapo. Baada ya nusu saa hivi nikazinduka. Nimezinduka nikazimia. Tanazimia karibia mara 3, wananisaidia tu kwa sababu uwaga nina pressure mbaya sana. Nikawa napata uchungu, nasema mtoto wangu nimepita naye mapito makali kwa sababu mtoto niliachiwa na babake ana miezi 8. Nalea mwenyewe, nimesomesha mwenyewe mpaka form 4. Nimempeleka driving modern school, nimpeleka makenika pale Litomo, akafanya wiki 2, mwezi mmoja, akasema mama nauli inakuwa shida. Nikamwambia basi pumzika tu, nitafuta hata gereji ya mtaani. Nikawa nimeambiwa bei ghali, nikashika. Basi hivyo tu. Nikamwambia Mungu nisaidie mtoto wangu asife, Mungu siruhusu hilo. Nimepita naye mapito sana. Mahali alipofikia ni mahali ambapo sasa mtoto afanye kazi anisaidie alafu anakufa, Mungu nisaidie. Tukakimbia na dada yangu tukafika kule Mount Meru. Tumezunguka odi zote. Tafuta odi mpaka sasa kama vile kagiza kanaingia, tunakata tamaa. Ile tunatoka, mama mmoja akasema, "Kwa nini msiende hapo nje migration sijui ni wapi hapo? Mkaangalie kama yupo." Tukasema tuende hapo. Tukaenda hapo nikakuta wadada wanafanya usafi. Tukawauliza, "Jamani, kuna mtu ameletwa hapa?" Wakasema anaitwa nani? Anaitwa Prince. Wakasema, Prince, kuna kijana aliletwa hapa." Tukamuuliza, "Na aliyemleta yuko wapi?" Akasema alimtupa tu hapa. Akasema amemuokota, amefanya tu usamaria, amemuokota kwenye korongo akiwa amepigwa na wanakijiji na kuchomwa moto. Akaniambia nimekuta anatupa mikono na miguu. Nikawa anasema tu hata kufa bali ataishi. Naongea kama kichaa. Hata kufa bali ataishi, Zaburi ya 118 mstari wa 7. Ndio hivyo tunaongea kama kichaa.
Tukaambiwa sasa mgonjwa anaenda udini. Kwa kweli hali aliyokuwa nayo mtoto, yani hata sasa hivi ninavyoelezea, yani naona kama ile baridi ya uzazi iliyopanda hiyo siku, ilipanda siku 3, naona kama ninataka kurudia. Mungu nisaidie. Nilimuona, ni neno moja tu niliongea, nikamwambia madaktari, jamani, atapona huyu? Wakaniambia mama usiogope, atapona. Basi wakasukuma wakapeleka udini. Ndio mtoto akawa udini. Haya, kaka yake siku hiyo ya pili ndio akaenda akafungua kata arabi. Ndio akaja akaniambia mama, nimeshakata arabi. Ndio maaskari wale alivokata arabi wakaja pale kuchukua maelezo ya mtoto udini. Haya, wakasema walimfuata huku na mwenyekiti. Walimchukua siju mwenyekiti wakamfuata naye huku. Ndio wakakuta alifuata Jumapili naona asubuhi. Kufika huku wakagonga wakaambiwa yupo ametoka. Baadaye wanataka kuondoka hivi akapiga simu. Akawaambia, mbona nawaona getini kwangu na wewe mbona ni askari fulani na ninakufahamu? Basi kilichoendelea sijui, waliondoka. Kwa hiyo maaskari hawakurudi tena. Kijana wangu hakukata tamaa, akaenda tena kwa askari mwingine. Namba zao zote ninazo zao maaskari hapa. Askari huyo akapiga simu nikiwa nyumbani kwangu. Wakati mtoto aliruhusiwa hiyo Jumapili sasa mchana. Walipomfuata huku mtoto aliruhusiwa Jumapili mchana. Nikamwambia madokta, mnavomruhusu huyu mtoto na hii hali ninavyoiona, ni kwamba hamna tatizo kweli? Wakaniambia hamna tatizo mama. Moto haujaingia tumboni, haujaingia ndani ya mwili. Wakasema hapana mama, nenda tu katafute dokta atakayemsaidia mtoto. Nikaja na mtoto sasa. Ndio hivyo, ule askari mwingine akapiga simu akasema, mama wewe ndio una kijana wako anaitwa Prince? Nikamwambia ndio. Tunataka nije nimchukue maelezo. Nikamwambia hamna shida, niko na mgonjwa nyumbani, wewe njoo tu, wewe na amani. Akaniambia sawa. Kidogo akasema ameenda usa, sijui amepata dharura, yuko busy. Nikasema hamna shida. Wewe ukiwa tu tayari, hata baadaye hata kesho wewe nipigie tu, ikishindikana hata nitatafuta bajaji, nitamlaza mtoto kwenye bajaji aje atoe maelezo. Akaniambia sawa. Kesho yake nikamtafuta peke yangu. Nikamwambia inakuaje sasa? Naweza kuja na mtoto? Akasema ndio. Ile tunataka kujiandaa. Akasema au subirini kwanza nitawapigia. Hakupiga simu tena wala hakuhangaika tena. Kijana naye huko akawa yuko busy sana kwa sababu yuko kwenye kazi za watu. Ndio hivyo na akawa anampigia anamwambia subiri niko busy. Sasa nikawa nasema mbona kila mahali askari hawa wameingia mitini. Huyu naye naona atakuwa ameingia mitini. Nikaendelea kuhudumia mgonjwa kwa sababu naona nishike lipi niache lipi. Mimi wa Tanzania kwa kweli, mimi nilikuwa naomba serikali nisaidie huyu mtu aliyefanya hichi kitendo cha kinyama. Kwa kujivunia yeye ana pesa, ndio maana amefanya hichi kitendo. Kwa sababu amefanya hichi kitendo cha kinyama na bila kujali na kuchukua sheria mkononi. Na japo kama alimkamata kijana huyu na kusema ni mwizi, angempeleka polisi, sio kufanya kitendo cha unyama alichokifanya. Nilikuwa naomba serikali inisaidie ili huyu aliyefanya hichi kitendo aweze kutiwa nguvuni na aweze kuonyesha rasilimali za mtoto alizomuibia, kwa sababu alisema mtoto ni mwizi na amemuibia vitu vingi sana, na kwake kuna kamera nyingi na aonyeshe kwenye kamera na vitu vilivyoibiwa. Naiomba serikali sana inisaidie, maana msaada wangu mimi kwa serikali tu, sina msaada mwingine, maana sina pesa, sina uwezo wote. Serikali tunaomba inisaidie kwa sababu mtoto wangu yenyewe bado yuko kitandani na hangaika naye, napambana naye na majeraha yote aliyopata, ndio bado nahangaika naye huyu mtoto hapa ndani. Serikali inisaidie, naomba sana. Kama tarehe 28 mwezi wa 3. Mwezi wa 3. Tulikuwa kwenye kikao cha wananchi. Kuna jamaa mmoja anaitwa Donald ambaye pia kwenye mtaa wetu. Akawa amekuja na kigari fulani cheusi. Kidogo cheusi. Akaniita kwenye mkutano, mwenyekiti njoo bana, njoo. Akafungua bonnet kwa nyuma. Akaniambia unamfahamu bwana? Nikamwambia mimi simjui. Hakuepo na hakuja na ushahidi wowote. Ila kwa kibano kwa kweli alipigwa. Kwa kupigwa alipigwa. Yaani hata kila mtu alisikitika kabisa. Manake aliyempiga ni huyo bwana Donald au? Huyo maana ndo aliyemleta na ndio tajiri mwenyewe kwamba anasema alikuwa anamuibia nyumbani kwake Nondo. Sasa kinachotokea mheshimiwa, huyu bwana kwanza si hakuja na ushahidi.
Nikamwambia huyu bwana alikuwa ameibaja, akasema bwana tulikuwa tunamuona kwenye kamera. Sasa kama mlikuwa mnamuona kwenye kamera siku zote, kwa nini msitoe na mnamfahamu, kwa maana yake ni majirani hapo? Kwa nini msitoe basi taarifa kwenye serikali za mitaa kwamba bwana huyu kuna huyu jamaa anapigia, kuliko sasa kwenda kuchukua sheria mkononi? Naona bwana hakutaka kusikia mambo kabisa. Mwambie bwana mrudishe, maana yake jamaa alikuwa kwenye hali mbaya kabisa. Kwa hiyo wewe mrudishe ulikomtoa, kwa sababu kama ulimkamata wakati ni mwizi, mbona hujatupa taarifa? Huyu bwana ndo akawa ameondoka, akawa muondoa kwenye maeneo ya mtaa wa ofisini, mtaa wa Siara hapo. Akawa ameondoka kwa maana kwamba anaelekea Central. Sawa. Baadaye kufika Central, nafikiri Central naye sio polisi wakamwambia sasa kwa hali ya huyu bwana asia hapana, nafikiri umpeleke hospitali. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hotel inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.